Neema hiyo tulipewa katika Yesu Kristo. Ndio maana Paulo anasema hivi, nimekuwa hivi nilivyo kwa neema ya Mungu. Amen. Anaona vile ambavyo amewezeshwa, amestahilishwa. Na mimi wote mwingine wakati namalizia jioni ya leo, neema hiyo ndio inayotusaidia kutenda kazi ndani yetu na kutusaidia tuishi maisha ya ushindi kwa kila eneo. Ukiwa kwenye majaribu, hiyo neema ndio inayokusaidia. Amen. Ni rahisi sana kuimba wimbo wa neema, nimekuwa hivi nilivyo kwa sababu ya neema ya Mungu. Neema ya Mungu ni jumla ya maisha yako yote baada ya kuwa umeokoka, vile unavyopita katika mtembeo wako wa roho. Soma kwenye kitabu cha Wakorintho wa kwanza sura ya 12 mstari wa 9. Wakorintho wa pili sura ya 12. Anasema ni mstari wa 9. Naye akaniambia, neema yangu ya kutosha, maana uwezo wangu hutimilika katika udhaifu. Basi nitajisifia udhaifu wangu kwa furaha nyingi, ili uwezo wa Kristo ukae juu yangu. Kwa hiyo napendezwa na udhaifu na ufidhuli na misiba na adha na shida kwa ajili ya Kristo, maana niwapo udhaifu ndipo nilipo na nguvu. Paulo alikuwa anapitia majaribu fulani ambayo Biblia inaelezea. Majaribu hayo kwa Paulo ilikuwa ni msiba. Hazungumzia habari ya watu kufa. Unaweza ukapita kwenye changamoto. Changamoto hizo zinakufanya unalia. Unapolia, changamoto hiyo ni jaribu linafananishwa na msiba. Amen. Ndio maana Yesu alipokutana na wale wagonjwa waliokuwa ni wadhaifu, wengine aliwaambia, binti yangu, umepona msiba wako leo. Yule mama aliyekuwa anatoka damu, Yesu anamwambia, umepona msiba wako leo. Sio kwamba alikuwa amekufa, alikuwa kwenye msiba siku zote. Analia kwa sababu ya mateso aliyonayo, kwa sababu ya dhiki alizonazo. Paulo alikuwa kwenye majaribu ambaye alikuwa yameruhusiwa na Baba, lakini bado Mungu akamwambia, neema yangu ya kutosha. Amen. Alipogundua neema ya Mungu inamtosha, ni Bwana amemruhusu. Unaweza ukapita kwenye changamoto, neema ya Mungu ikiwa hapo inakupa uwezo wa kuvuka mbele. Amen. Inakupa uwezo wa kuvuka mbele. Hiki ndicho kitu Paulo anazungumza. Napendezwa na changamoto hizo ambazo Mungu ameziruhusu, ili neema ya Mungu iendelee kukaa juu yako. Neema, wapendwa, wanakosa lugha ya kuzungumza, lakini nataka niwaambie hivi, neema ni jumla ya kila kitu. Bwana Yesu apewe sifa. Unahitaji neema ya Mungu kumwabudu Bwana. Unahitaji neema ya Mungu kumtumikia Bwana. Unahitaji neema ya Mungu katika eneo, kila eneo. Yaani unahitaji neema ya Mungu kaa na mume wako na mke wako, na sivyo mtaishi kama wapagani wa kawaida. Unahitaji neema ya Mungu hata ukaa na majirani zako, na sivyo mtakwazana kwa vitu vidogo vidogo. Unashindwa kuvumilia tu kidogo, amekwazima jembe, sufuria, mwiko, amekwazima chochote kile, kasabuni tu. Wengine mnapanga nyumba zina wapangaji wengi, naomba jirani ni kasabuni kabisa, amesahau kuleta, unakwazika. Tuko pamoja wapendwa? Unakwazika na vitu ambavyo havina maana. Neema ya Mungu ndio inaweza kufanya ukae na kila mtu. Amen. Ndio maana Paulo alipoenda kwa watu wasiomjua Bwana, akakaa pamoja na wao, akala pamoja na wao. Alipoenda kwa watu wasiosoma, akakaa pamoja na wao. Petro akapungukiwa neema ya Mungu. Alipoenda kwa watu ambao sio wastaarabu, akashindwa kukaa pamoja na wao, akawahukumu. Na Paulo akamkemea. Neema ya Mungu ndio utoshelevu wetu. Amen. Amen wapendwa. Neema ya Mungu ndio utoshelevu wetu. Neema ya Mungu ikipungua, utasema mimi naacha kumtumikia Mungu, nimechoka. Yaani ukisikia sentensi hiyo, neema imepungua. Neema ya Mungu inapokuwepo, unasikia kutiwa nguvu, na kesho uendelee tena. Bwana Yesu apewe sifa. Neema ya Mungu inapokuwepo, inakufanya ubebe msalaba wako. Amen. Amen wapendwa.
manung'uniko na malalamiko havitapata nafasi ndani ya moyo wako. Haleluya wapendwa. Haleluya wapendwa. Ngoja niwaambie kitu. Wakati tunamalizia, Yesu amekaribia kurudi kulichukua kanisa lake. Wengi wataachwa kwa sababu ya manung'uniko. Amen. Wana wa Israeli waliponung'unika, ardhi ilipasuka ikawaangamiza. Huwezi ukajua wakati mwingine Mungu anaruhusu mambo. Yaani anaruhusu tu. Anaruhusu kwa sababu akuokoe wewe, au anakutengenezea njia nzuri zaidi kwa baadaye, na wewe unanung'unika. Wana wa Israeli Mungu aliwaangamiza jangwani kwa manung'uniko, kwa sababu hawakujua mawazo ya Mungu, hawakujua plani ya Mungu, hawakujua kwa nini Mungu anapitisha pale kwenye bahari ya Shamu. Kumbe Mungu alikuwa na wazo jema. Hawakujua kwa nini Mungu anawalisha mana jangwani. Kumbe Mungu alikuwa na wazo jema. Hawakujua kwa nini Mungu anawanyesha, anawekea nguzo ya moto. Kumbe Mungu alikuwa na wazo jema. Mungu alipogundua hivi, hao wanaendelea kunung'unika, hawajui mawazo ya Mungu. Hicho ndicho kilichomkasirisha Mungu, akawaangamiza wale waliokuwa wananung'unika. Soma kwenye kitabu cha Wakorintho wa kwanza sura ya 10. Tumalizie hapo sasa.